الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والصلاة والسلام على رسوله القائل: صوموا تصيحوا وتغنموا، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Watukufu wa Islam, nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwa rahma yake na ukarimu wake ametuwafikisha kutuingiza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie afya njema tuweze kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo walillahi alhamdu tunakusudia kutoa darasa fupi ya kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Islam, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba zake, mwezi huu ukiingia, qad jaakum shahrun mubarak. Mtume alikuwa akipenda kuwapa bishara masahaba zake akiwaambia, hakika umeingia kwenu mwezi wenye baraka. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye baraka, na baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani hazijifichi. Ni baraka ambazo zina wingi wake, kila mmoja anajua baraka ambazo zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume alikuwa akiwaambia masahaba kwamba umewajilia mwezi wenye baraka. Baraka hasa ni nini? Maana ya baraka, baraka tafsiri yake ni numuwi, kukua kwa jambo. Yani jambo linaweza likawa dogo lakini likaonekana mbele za watu kuwa ni kubwa. Na nataka kukumbusha kitu kimoja ili tuone kwamba mwezi huu ni mwezi ambao ni uko tofauti na miezi mingine. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, vitabu vyetu vyote tunapovisoma kutoka Taurati, Injili, Zaburi na Al-Furqani ambayo ni Qur'anul Karim, vitabu hivi vyote tukisoma katika hadithi aliyopokea al-Imamu Ahmad, yasemekana kwamba vitabu vyote hivi vimeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia suhfu zile Ibrahim ambazo tunasoma katika suratul A'la pia zimeteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Suhfu Ibrahim zimeteremshwa katika mwezi mosi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kitabu cha Taurati kimeteremshwa katika mwezi 6 ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini kitabu cha Zaburi kimeteremshwa katika mwezi 13 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zaburi, lakini kuna kitabu cha Taurati, Zaburi, Injili, Taurati, Zaburi, Injili na Furqani ambayo imeteremka katika mwezi 24. Kwa utaona vitabu vyote hivi vimeteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kukuonyesha kwamba mwezi huu ni mwezi mtukufu na unatakiwa watu wauadhimishe. Lakini ni kama nilivyosema katika aya iliyotanguliza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha Ramadhani, kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pamoja na hayo yote lakini akaitia swaumu ndani ya mwezi huu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, yenye ambao wameamini mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama walivyofaradhishiwa kufunga ambao walikuwako kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili kwa ajili nyie mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, kama inavyojulikana kwamba mwanadamu ndio kiumbe wa mwisho kuumbwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikwisha umba viumbe vyote. Leo ukimwambia mtu kwamba hata yule mbuzi unayemfuga aliumbwa kwanza kabla ya mwanadamu. Na saumu tunaambiwa kwamba ilifaradhishwa ala alladhina min qablikum, yule wale ambao walikuwa kabla yenu. Maana yake ilifaradhishwa saumu kabla hata ya mwanadamu kuumbwa. Nataka kutoa mfano. Leo kuna ndege ambao tunaishi nao, kuku. Nikisema kuku maana yake nakusudia yule jike. Kuku anapokalia yale mayai yake, ndani ya muda wote ule ambao anaakalia mayai yake hali kuku kitu chochote, hii ni ishara ya kwamba kuku anafunga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa saumu, kufunga juu ya wale ambao walikuwa kabla yenu. Katika wanaofunga ni pamoja na ndege kuku. Na unaweza ukafanya research kwa sababu kuku tunaishi naye. Kuku tunaishi naye katika majumba yetu, tunamuona maisha yake. Mtu amtizame kuku wakati anapokalia mayai yake,
je, muda ule anakula nini. Lakini wako wanyama kadha wa kadha ambao ukiwaangalia historia zao, kuna baadhi ya nyakati zikifika huwa hawali chakula chochote, wanaishi bila ya kula. Wako wanyama tofauti tofauti. Hii ni kuonyesha kama aya ya Qur'ani inavyosema kwamba mmefaradhishiwa kufunga mlioamini kama waliofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, kwa maana ya viumbe wengine. Ingawa baadhi ya mufassirina umefasiri kama kutiba ala alladhina min qablikum, wakisema ni Bani Israil ambao wao walifaradhishiwa kufunga kabla ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo saumu ndani yake ni baraka. Watukufu wa Islam, tunatakiwa tuamini kwamba kufunga ndani yake kuna baraka, lakini kufunga ni kwa kila mmoja wetu. Lakini kubwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni hurma, kwa sababu makumi haya yako matatu. Kumi la kwanza ni kumi la rahma, kumi la rehema, na kumi la pili ni kumi la maghfira, kumi la msamaha, na kumi la tatu ni kumi la itqu minan nar, kumi la kuachwa na huru na moto. Tukianza na kumi la kwanza ni kumi la rahma. Kumi la rahma ni kuwa Muislam anatakiwa awe na hurma, kwa sababu yeye anatarajiwa kurehemewa katika kumi la kwanza, lakini ile hurma ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kupatikana ikiwa wewe nawe una hurma. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, arrahimuna yarhamuhumur rahman, arrahimuna, wenye kuwahurumia wenzao, yarhamuhumur rahman, atawahurumia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kumbe ile rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haiwezi kupatikana isipokuwa na wewe nawe, ili upate rahma uwe wahurumia wenzako. Ukiwahurumia wenzako na wewe utapata rahma ya kumi la kwanza ambalo ni kumi la rahma. Kama kufanyaje? Kama vile kufanya iftar, unawafuturisha watu, watu wenye haja unawasaidia, mambo kadha kadha yale ambayo ni ya rahma. Umemwona huyu maisha yake ni magumu sana, atakivazi hana, umemnunulia nguo, kama ana chakula umempa chakula, ana iftari yoyote, basi tufanye mambo ya kheri. Kumi la kwanza lataka tuwe ni watu wenye huruma, watu ambao tuwaonea huruma wenzetu, ili tuweze kupata rahma katika kumi la kwanza. Tusipofanya hivyo, maana yake tunajikataa sisi wenyewe kupata ile rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ametuambia kwamba tukiwahurumia wenzetu na sisi tutahurumiwa. Lakini hadithi hii imeendelea ikasema, arrahimuna yarhamuhumur rahman. Lakini hadithi imeendelea, kuna kipande ambacho kinasema, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wahurumieni walio katika ardhi, yarhamkum, atawahurumieni nyie, man fis sama, aliyo katika mbingu. Hapa wanawazuoni wanasema, wakonesema man fis sama, aliye katika mbingu ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni maneno makubwa, maneno mapana ukisema kwamba Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu. Wako wanawazuoni wanasema hapana, Mwenyezi Mungu yuko mahala popote. Kwa hiyo wengine wakasema kwamba man fis sama, walio katika mbingu ni malaika au na waja wema walio katika mbingu. Kwa hiyo ala kulli hali utapata hurma kwa kuwahurumia wenzako walio katika ardhi, ili uweze kupata hurma ya walio katika mbingu. Kwa hiyo kumi hili la kwanza la rahma, tujitahidini Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuwa na hurma, kuwa na maisha mazuri ya kuwasaidia wenzetu. Hili ni kumi la kwanza ambalo ni kumi la rahma. Lakini kumi la pili ni kumi la nini? La maghfira, la msamaha. Kumi hili tutakiwa Waislamu na tusiokuwa na Waislamu, ambao tunaamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaamini vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mara nyingi vitabu vya Mwenyezi Mungu havikataani, ni sie ndio tunajikataa. Lakini vitabu vya Mwenyezi Mungu vyote huwa vimesimama katika hali ya kufanya islahi na kutengeneza maisha ya mwanadamu katika dunia, ili afike kesho kwa khairi na salama akhira. Kwa hiyo kumi hili la maghfira, kumi la maghfira
Ili ni kumi ambalo linatakiwa watu kumuomba msamaha Mola wao katika yale waliomkosea. Sisi tunamkosea Mwenyezi Mungu katika kila siku. Kila mwanadamu ni khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, na Mtume anatuambia bora yule mwenye kukosa ni yule ambaye anaomba msamaha. Kwa hiyo ni kumi ambalo linatakiwa kila Muislamu na sio kwa Muislamu aliyemkosea mwenzake amtake msamaha, ili kuweza kupata ule msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa wewe una watu unawakosea, una watu umewakosea, huja waomba msamaha, umefika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huja wataka msamaha wala hutaki wakusamehe, alafu wewe umekaa unasema kwa kufunga kwangu, kwa kusali kwangu nitapata msamaha. La, haitowezekana, la abadan, haiwezekani. Yatakiwa wewe uwe ni msamehevu, wasamehe wenzako, lakini wewe iwe waomba msamaha kwa wenzako ili uweze kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumi la tatu ni la maghfira, kumi la msamaha, mtu kusamehewa madhambi yake yote. Kila dhambi yake Mwenyezi Mungu anamsamehe mwanadamu, kama hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi. Mwenye kufunga Ramadhani imanan, kwa imani kabisa, nafunga hali ya imani, anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nafunga kwa kuamini kwa Mwenyezi Mungu amefaradhisha saumu, nafunga imanan wa ihtisaba, na hali ya kutaka malipo kwamba nafunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kunilipa, ghufira lahu ma takaddama min dhanbi, usemehewa huyo aliyefunga Ramadhani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, min dhambihi, katika madhambi yake aliyoyafanya. Madhambi yake anasemehewa kwa sababu ya kufunga somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndani yake kuna maghfira, kuna msamaha kwa waliofunga, wanasemehewa madhambi yao. Kwa hiyo kuna ubora wa kujilazimisha kufunga pamoja ya kuwa somo ni jambo zito, kama aya ilivyosema kutiba alaikumus siyam. Watu wa lugha wanajua kwamba ikija tamko likija la ala, kutiba alaikumus siyam, hii ni kuonyesha kwamba kufunga ni jambo zito, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema kataba alaikum as-siyam, sema kutiba alaikumus siyam. Ametumia kilma cha fi'li mudhari ambayo ni mughayyaru sigha kuonyesha kwamba kule kufunga ni jambo zito. Mwenyezi Mungu hakutaka kujitaja pale kwamba yeye ndio aliofaradhishwa uzito ule, Mwenyezi Mungu akafanya takhfif. Inajulikana kwamba kilma cha mughayyar sigha kilichokuja ni cha kuonyesha takhfifu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya ule uzito waonekana kwamba ni jambo jepesi, wakiambiwa imefaradhishwa kufunga, kumefaradhishwa kufunga, nani aliyokufaradhisha? Mwenyezi Mungu akajiondoa pale ili kufanya takhfif. Watukufu wa Islam, ibada ya saumu ni ibada kubwa sana, na mwezi huu tulionao ni mwezi ambao unatakiwa aliye Muislamu na asiyokuwa Muislamu aishi katika yale mambo ambayo yanamridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuweza kupata radhi zake. Lakini kumi la mwisho ni itqu minan nar, ni kuachwa mtu huru na moto, kwamba ukifunga, ukifanya mambo mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu atakujalia wewe kuachwa huru na moto, kwamba wewe hutoingia katika moto wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyouandaa kwa ajili ya wale wenye kupinga taratibu zake na maamrisho yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika sheria. Watukufu wa Islam, mimi ni muombe kila mmoja wetu na wasio kwa Waislamu kuadhimisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi wenye baraka, na baraka hizi hatukuambiwa kwamba zitampata Muislamu tu. Mtume alikuwa akisema kwamba ni mwezi wenye baraka, na baraka hizi si kwamba zitampata Muislamu tu, baraka hizi zitampata kila aliye Muislamu na asiyekuwa Muislamu, yule ambaye atakuwa ameishi kwa taratibu hizi ambazo tumezieleza za kuishi kwa hurma, kuwahurumia ndugu zako, kuishi kwa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuachana na yale yote ambayo hayamridhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna jingine ambalo tunajifunza katika swaumu. Ndani ya swaumu tunajifunza subira, ambayo subira inatakiwa na kila mwanadamu, aliye kiongozi na asiyokuwa kiongozi. Subira, wanadamu tumezoea kwamba ukiamka asubuhi kuna chai ya asubuhi, kuna chakula cha mchana, kuna chakula cha usiku. Watu huita majina kabisa, kuna dina, kuna nini, watu tumezoea kula. Lakini ndani ya somo tunafundishwa subira, kuvumilia, kwamba utaamka asubuhi kutoka alfajiri huja kula chochote mpaka magharibi,
Hii ni subira. Lakini pia tunafundishwa jambo jingine ya kwamba hata yule aliyetajiri naye ajifundishe ukarimu pale ambapo yeye atakuwa ana vyakula na pesa, lakini imefika mwezi mtukufu wa Ramadhani anakaa kutoka asubuhi hajapata po chakula, ile inampelekea yeye kesho baada ya kufungua Ramadhani kuona kumbe mtu akimjia akimwambia shekhe nina njaa, bwana nina njaa, basi awe na hurma, kwa sababu ile njaa alikwisha ipitia yeye wakati wa kufunga. Kwa hiyo ndani ya somo tunajifundisha neno subira. Lazima tuwe wavumilivu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo Mwenyezi Mungu anawapa yuwaffas sabiruna, anawalipa as-sabiruna, wenye kuvumilia, wenye subira, ajrahum, malipo yao, yale malipo ya subira walizonazo, uvumilivu walionao, bighairi hisab, pasina ya hesabu. Kwa hiyo ukiwa kiongozi unatakiwa uwe na subira, kwa sababu tumejifundisha subira ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba kuna kuvumilia kwa kuacha chakula lakini kuna kuvumilia kwa kuacha maasiya, kuna kuvumilia kwa kuacha kila lisilomridhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuweni na subira, tujifundisheni subira katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe malipo yake, malipo ya kuvumilia pasina ya hesabu. Tutalipwa pasina ya hesabu. Hey,